kikao hiki ni kikao ambacho nimeomba kukutana na kamati ya amani ya wilaya ikijumuisha viongozi wa vyama vya siasa pamoja na waandishi wa habari. Utakumbuka pia mwaka huu mwezi uliopita tulifanya kikao kama hiki. Nitumie pia nafasi hii kuwashukuru sana wajumbe wa kamati ya amani ya wilaya kwa kuitikia wito mkiongozwa na mwenyekiti wenu wa kamati ya amani ya wilaya. Niwashukuru pia viongozi wa vyama vya siasa wote ambao mmeweza kuitikia wito huu. Niwashukuru pia waandishi wa habari wote ambao mmeweza kuitikia wito huu na hatimaye kuwa pamoja hapa. Niwashukuru pia wajumbe wa kamati ya usalama wa wilaya ambao tuko pamoja hapa kwenye kikao hiki muhimu kabisa kwa mustakabali, ustawi na maendeleo ya wilaya yetu ya Mpanda. Ndugu viongozi, mtakumbuka pia kwamba wilaya yetu ya Mpanda haikupata taharuki wala aina yoyote ya vurugu kabla ya kampeni, wakati wa kampeni, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ni furaha yetu, ni faraja yetu kubwa kuona kwamba vurugu ambazo zilishuhudiwa baadhi ya maeneo katika wilaya yetu ya Mpanda tulipata bahati ya kutokuwa nayo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru viongozi wote. Na viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa mlioko hapa, waandishi wa habari na wananchi wote wa wilaya Mpanda kwa umoja wao, kwa ujumla, kwa sala na dua, lakini umoja, upendo, mshikamano ambao umesababisha kuleta utengamano katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwa hiyo niwashukuruni nyote, na katika hili kwa kweli tupigiane pia makofi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pande yetu sisi serikali tunawatambua wananchi. Ukienda kwa viongozi wa dini ni waumini, ukienda kwa viongozi wa vyama vya siasa ni wanachama, lakini hao ni wananchi ambao serikali inawahudumia kwa pamoja. Kwa hiyo niwaombe sana, pale mnapokuwa na jambo, kikao hiki ni fursa na mwanga wa kuzungumza yale ambayo mnadhani na kutegemea serikali yenu ya wilaya ifanye kitu gani kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi wetu. Sisi tupo tayari. Sisi viongozi wa vyama ndio tulioshikilia amani ya Mpanda hii. Kama tungeanza kudai, wafuasi wetu nao wangechachamaa. Kwa hiyo naomba msitufikishe huko. Ningependa kushauri kamati yako ya ulinzi na usalama. Cha kwanza, kabla la hili tishio la tarehe 9, ningeshauri cha kwanza, sisi kama viongozi wa dini tupo tuna kazi ya kuhamasisha amani. Lakini pia ningeshauri ya kwamba kiongozi wa dini ingekuwa ni bora kamati yako kwa ujumla mngeweza kujipanga, ingalau hata kiongozi mmoja akaweza kufika katika eneo la ibada. Ingeweza kuhamasisha zaidi, hata kabla ya hiyo tarehe 9 huenda inaweza kadhaa matunda zaidi. Mimi kama mjumbe pia na kiongozi pia wa kanisa, ushauri wangu kwenu kama mkoa lakini wilaya, na sisi pia tujaribu kukutana na makundi yale ambayo yanaonekana kama ni wahanga wa jambo hilo lilotokea kwenye mikoa jirani. Tuweze kukaa nao kwa pamoja baada ya uchaguzi kuisha. Tukutane na makundi hayo, tuongee nao pamoja. Ni kweli haya kutokea, ili sasa kufuta kabisa hata zile fununu, lakini pia na tahadhari ambazo zilikuwa zinawekwa. Madhehebu yote tunatoa elimu ya amani kwa umoja na kwa kushirikiana. Na hasa tukijua Tanzania yetu ni moja, mkoa wetu ni mmoja, wilaya yetu ni moja, hatuna mkoa mwingine wa kukimbilia na hatuna wilaya nyingine tofauti na wilaya Mpanda ambayo tumeizoea na tunaishi na tutaendelea kuishi hapa, tukisubiri Mwenyezi Mungu atuchukue kwa wakati wake. Mheshimiwa, kweli niseme tu, sisi kama jemati tunaendelea kutoa elimu, japo kwa tunasikia mitandaoni tarehe 9 Disemba kuna nini. Tutaendelea kutoa elimu na tunaamini Disemba kwa mkoa wetu wa Katavi, hususan wilaya Mpanda, Mwenyezi Mungu atatusaidia, mambo yatakuwa kimya, kwa sababu wote tumegundua umuhimu wa amani hii. Sasa wote tucheki ile active action ya kuhakikisha kwamba kweli tunaitunza amani yetu.
Tuna platform nyingi za kuhubiri hii amani. Kama tulivyoona hapa, kuna viongozi wa serikali, kuna viongozi wa dini, kuna waandishi wa habari. Niombe wote ni wadau muhimu katika swala la amani. Hapo tulipo, kokote tuliko, tuendelee kulihubiri ili swala, ili amani katika eneo letu la Mpanda iendelee kutamalaki. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Hatuna Mpanda nyingine zaidi ya Mpanda ambayo tupo tunaishi na tunatengeneza maisha yetu ya kila siku. Ndugu viongozi, siku zote magomvi, vurugu, chuki na uhasama havijawahi kuacha jamii yoyote ile ikiwa salama. Sote tunahitaji kushirikiana kwa pamoja ili kuendelea kujenga jamii iliyo bora katika wilaya yetu ya Mpanda yenye upendo na mshikamano. Tukumbuke sisi ni Watanzania ambao tumejengwa katika misingi imara ya amani, umoja, upendo na mshikamano. Na misingi hii tumejengewa na waasisi wa nchi yetu ama waasisi wa taifa letu, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Abeid Amani Karume wa Zanzibar, ambao waliweka misingi imara ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Ninatambua na kuthamini na kuamini viongozi ambao tuko hapa, maana viongozi wa dini kupitia kamati ya amani ya wilaya, viongozi wa vyama vya siasa, waandishi wa habari, mnao ushawishi na heshima kubwa katika jamii ambayo mnaiongoza. Niwaombe kuendelea kuhimiza umoja, amani, upendo na mshikamano katika jamii zetu ama katika jamii yetu ambayo mnaiongoza.